Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba kundi la wapiganaji la Hezbollah la nchini Lebanon kwa sasa linasimamiwa na maafisa kutoka jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC badala ya uongozi wake wa jadi wa Lebanon. Kulingana na ripoti za Jumamosi kutoka vyombo mbalimbali vya habari vya Kiarabu, kwa kutarajia uwezekano wa kutokea mashambulizi ya Israel au Marekani, Hezbollah imeongeza kwa kiasi kikubwa maandalizi yake ya kijeshi na kiusalama chini ya uangalizi wa karibu wa wafanyakazi wa IRGC ambao wamewasili nchini Lebanon hivi karibuni. Duru za karibu na kundi hilo ziliambia Al Arabiya na Al Hadath, moja kati ya vyombo vya habari vya mataifa ya Kiarabu. Mabadiliko haya ya uongozi yanakuja huku kukiwa na wasiwasi unaongezeka kwamba Hezbollah na Iran zinajiandaa kwa makabiliano ya kijeshi yanayokaribia na Israel na Marekani. Vyanzo vya habari viliambia Al Arabiya kwamba maafisa wa IRGC sio tu kwamba wanasimamia ujenzi upya wa miundombinu ya kijeshi ya Hezbollah, lakini pia wanasimamia binafsi na kutekeleza mipango ya kimkakati ya kivita. Ikumbukwe katika siku za hivi karibuni, Naim Qasim, kiongozi anayefahamika wa Hezbollah, amesema kwamba wao watatoa msaada kwa Iran ikiwa itashambuliwa na Marekani na Israel. Kadhalika, kundi la wapiganaji la Kihuth limeweka wazi kupitia Abdul Malik Al-Huth, kiongozi mkuu wa kundi hilo, kwamba nao pia wako tayari kwa ajili ya kujiunga na Iran ikiwa Marekani na Israel wataanzisha mashambulizi. Hata hivyo, Israel kupitia jeshi lake la IDF limesema litaanzisha operesheni ya kuyashambulia makundi haya, wakiamini kwamba ni makundi yatakayoshirikiana na Iran, wakati ambapo Marekani itaanzisha operesheni ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Taarifa zinaeleza zaidi kwamba IRGC imetoa maelezo na mwongozo kwa Hezbollah kabla ya mzozo unaowezekana kutokea na Marekani na Israel. Maafisa hao wanaripotiwa kufanya mikutano ya mara kwa mara na watendaji wa Hezbollah kote Lebanon, wakitoa maelekezo ya moja kwa moja na mwongozo katika kujiandaa kwa mzozo wa kijeshi unaoweza kutokea, ambao wachambuzi wengi wanaamini kuwa hauwezi kuepukika. Shambulio la hivi karibuni la anga la Israel mnamo Ijumaa ambalo lilisababisha vifo vya baadhi ya makamanda wa Hezbollah limeonekana na Tehran na Hezbollah kama utangulizi wa operesheni za Israel zinazolenga utawala wa Iran na washirika wake wa kikanda, ripoti zilisema. Hata hivyo, hadi wakati huu haikuelezwa ni kiongozi gani kutoka jeshi la IRGC ambaye analiongoza kundi hilo zaidi ya Naim Qasim anayefahamika kwamba ndio kiongozi mkuu wa kundi hilo la Hezbollah. Mkutano mmoja kama huo unaripotiwa ulifanyika katika kituo cha amri cha Hezbollah katika bonde la Beqa ambacho kilikuwa na kitengo cha makombora ambacho kililengwa katika mashambulizi ya anga ya Israel mnamo Ijumaa usiku. Vyanzo vya karibu na Hezbollah vimekisia kuwa shambulizi la Israel lilikuwa ni mwanzo tu wa kampeni ya kijeshi ya Israel dhidi ya kundi hilo, na kwamba kundi hilo limejiandaa kwa ajili ya mapambano zaidi wakati huu dhidi ya Israel. Shinikizo la kisiasa nchini Lebanon ni kwamba viongozi wa kisiasa wanazidi kuwa na wasiwasi juu ya jukumu la nchi hiyo katika mvutano unaozidi kuongezeka wa kikanda. Kulingana na ripoti za Kiarabu, wanasiasa wenye ushawishi mkubwa wanataka kuwepo kwa msimamo rasmi wa kutegemea upande wowote, wakiitaka serikali kuzuia kundi la Hezbollah kuingia Lebanon katika mzozo mpana. Kulingana na ripoti za gazeti la Lebanon Nida Al-Watan ambalo limeelezea namna ambavyo viongozi wamekuwa na wasiwasi juu ya kundi hili la Hezbollah, huku kukiwa na ongezeko la shinikizo kwa serikali ya Lebanon kuchukua hatua madhubuti na kuitenga Lebanon na mzozo unaozidi kuongezeka. Israel imesema mara kwa mara kwamba haitaruhusu Hezbollah kujijenga upya na kuwa tishio kwa mpaka wa kaskazini wa Israel. Siku ya Jumatano, kamanda wa kitengo cha 91 Brigadier General Yuval alisema IDF itasalia kwenye shambulio huko Lebanon. Niko hapa kuambia kwamba tunajiandaa kwa matukio mbalimbali. Tuna mipango ya kufanya kazi mara moja na majeshi yetu yamesambazwa mpakani na ndani kabisa ya eneo. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ametoa wito wa kuingilia kati kimataifa ili kusitisha mara moja mashambulizi ya anga ya Israel, akitaja mashambulizi hayo kuwa ni kitendo cha uadui kinacholenga kudhoofisha juhudi za kidiplomasia. Aoun alionya kuwa kuhusika kwa Lebanon katika mzozo huo kutakuwa na matokeo mabaya kwa nchi yake. Mashambulizi ya Israel yaliyoundwa ili kutuma ujumbe wa wazi kwa washirika wa Iran
IDF inasema imethibitisha kuwa mashambulizi ya hivi karibuni ya anga nchini Lebanon yalilenga maeneo ya Hezbollah yakiwemo makombora ya masafa marefu yenye vichwa vya kivita. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti kwamba mashambulizi haya ambayo yalifanywa kutoka kwa vyombo vya majini yalipangwa kutuma ujumbe wa wazi kwa washirika wa Iran. Israel itaendelea kulenga nafasi za Hezbollah na Hamas na vikosi vya majini ikiwa mashambulizi ya anga hayatafaa au yenye ufanisi wa kutosha. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.